Bwana Mtume anasema faman kanat shirratuhu ila sunnati faqad aflaha, au faman kana fataratuhu ila sunnati faqad aflaha. Riwaya mbili. Yule ambaye kuchoka kwake, kunyong'onyewa kwake ni kwa ajili ya sunna zangu, kwa ajili ya kuweza kuzifikia sunna zangu, faqad aflaha, huyo amefaulu. Yule ambaye hamasa yake imejikita kufuata mwenendo wangu, huyo amefaulu. Waman kanat sirratu ila ghairi dhalika faqad halak, na yule ambaye hamasa yake ilikuwa si katika hayo, si katika kuelekea sunna za Bwana Mtume sana, huyo ameangamia. Mwezi 14 leo, hakuna futari ambayo hatuijui sasa hivi, ambaye hamasa yake ilikuwa ni futari, kashazila zote. Sasa hivi ukimtajia kitu kashakiki naye, hajui yale nini tena. Huyu ilikuwa amefunga kwa ajili ya kula tu. Kuna waliofunga kwa ajili ya kunywa tu, juisi za aina zote ushazimaliza. Ukimtajia sasa hivi anaweza kutapika pia hiyo juisi unayomtajia. Kuna waliofunga kwa ajili ya kuzusha katika funga, wamekuja na mazushi katika funga yenyewe, tayari washachoka. Kuna waliofunga kwa ajili ya mambo yao tu, tayari washachoka, washaingia nyong'onyo. Hawako katika kufaulu, wako katika kuangamia. Na ndio maana utaona kweli kuna kundi linakatika kidogo kidogo, linakwenda mpaka ikifika mwisho wa Ramadhani tayari imebakia ile cream. Waislamu, jambo lisilokuwa na ikhlas huwa siku zote alifiki mbali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina, na hawakuamrisha isipokuwa umwabudu Mwenyezi Mungu hali ya kumtakasia yeye dini. Mukhlisin, al-ikhlas, unafanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuko ambao ni wafungaji, tuwafunga kwa ajili ya watu. Tuko ambao ni wafungaji, tuwafunga kwa ajili ya kitu. Huu ndio uhalisia. Matokeo yake huchukui muda, unakuwa umechoka, umeingia uvivu katika ile funga. Naishe si basi ya mishe, ndio hali tuionayo.